Hujambo na nikukaribishe tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Wawekezaji wa silaha katika nchi za magharibi wameingia hofu kutokana na mazungumzo ya amani ya kumaliza vita nchini Ukraine yaliyowasilishwa na utawala wa Donald Trump, rais wa Marekani. Baadhi ya makampuni hasa Rheinmetall yameshuka hisa zake baada tu ya Washington kupendekeza masharti kwa Kiev katika kumaliza vita hivi, na hii imetengeneza hali ya hofu kwa makampuni hayo. Matarajio ya uwezekano wa amani nchini Ukraine hayakutarajiwa katika siku za hivi karibuni, na sasa kazi kubwa inafanywa na Marekani, na ni kazi inayoonekana kwamba wakati wowote na kufikia Alhamisi ya wiki hii huenda vita hivyo vikasitishwa ama makubaliano makubwa yakafanyika baada ya Marekani kuipa tahadhari Ukraine kwamba ikikataa basi itaingia vitani yenyewe na kwamba Marekani haitajihusisha na chochote juu ya vita hivyo. Matarajio ya uwezekano wa amani nchini Ukraine ni makubwa, yamesababisha hofu miongoni mwa wawekezaji katika tasnia ya ulinzi ya Ujerumani. Kutuma hisa za watengenezaji silaha kama vile Rheinmetall zinazidi kushuka. Marekani ilikabidhi Kiev pendekezo la amani lenye pointi 28 wiki iliyopita na kuipa hadi Alhamisi kujibu. Mfumo huu ulijadiliwa mjini Geneva siku ya Jumapili, huku rais wa Marekani Donald Trump akisema baadaye kwamba kitu kizuri kinaweza kutokea. Msukumo wa amani mara moja uliwakasirisha wawekezaji na kusababisha uuzaji mkali wa hisa huko Rheinmetall, ambaye ni mtengenezaji mkuu wa silaha wa Ujerumani na msambazaji mkuu wa zana za kijeshi kwa Kiev. Hisa za Rheinmetall zimeshuka kwa zaidi ya 14% katika siku 5 zilizopita, huku mtayarishaji wa vifaa vya ulinzi vya elektroniki Hensoldt akirekodi kushuka sawa. Wawekezaji wanahofia kwamba kumalizika kwa uhasama kunaweza pia kumaanisha mwisho wa mzunguko mkubwa wa hifadhi ya ulinzi, Bors Express iliandika. Mtazamaji wa The World News, hali halisi ya sasa ni kwamba mataifa ya Ulaya yameingia katika hofu kubwa, kwa sababu inaonekana pia kwamba hata Marekani yenyewe inayotaka kumaliza vita ilikuwa ikinufaika na vita hivi kwa kuuza silaha kwa wingi, lakini yapo mataifa ambayo yalikuwa na makampuni ya utengenezaji wa silaha nchini Ukraine. Ujerumani imekuwa mtoa silaha wa pili kwa ukubwa wa Kiev baada ya Marekani, na Rheinmetall kupitia kampuni ya Rheinmetall ambayo inazalisha vifaru, mifumo ya silaha na risasi, na hivi karibuni imeripoti kuongezeka kwa faida kwa miezi 9 ya kwanza mwaka huu wa 2025. Pamoja na rekodi ya nyuma ya uzalishaji inayotengenezwa na kampuni hii kwa ajili ya kupeleka silaha kutokana na mzozo ambao umezidi kuongezeka katika siku za hivi karibuni, bajeti za kijeshi za Umoja wa Ulaya pia ziliongezeka. Hisa za kampuni zimepanda karibu 2,000 tangu mapigano yalipoongezeka karibu miaka 4 iliyopita. Wakati wa jaribio la awali la Marekani la kuleta amani mwezi Februari, mkurugenzi mtendaji wa Rheinmetall Armin Papperger alisema kwamba hata kama mapigano yangeisha, itakuwa ni vibaya kwa Ulaya kuchukua mustakabali wa amani. Mnamo mwaka 2024 kampuni hiyo ilitangaza mipango ya kujenga viwanda 4 vya utengenezaji wa silaha nchini Ukraine, ambapo sekta pana ya ulinzi ya Ulaya imekuwa ikipanuka kwa takribani mara 3 kasi yake kabla ya mwaka 2022, na hii imeripotiwa pia mnamo Agosti kupitia gazeti la Financial Times. Magharibi wanadai kuwa ongezeko hilo la kasi linahitajika ili kufikia malengo ya utayari wa NATO na kudumisha usafirishaji wa silaha hadi Kiev na kuzuia kile wanachokielezea kama tishio linalowezekana la Urusi. Moscow imeaita madai kama hayo kama ya upuuzi na wanalenga kuhalalisha kuongezeka kwa matumizi ya kijeshi na kulani kile inachokiita upiganaji wa kijeshi usiojali. Endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Naitwa Adam Hussein.